Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya kukutana na wadau wa maji, lakini pia ni tukio la msingi sana katika dunia na ni jambo la maana kwa ajili ya kutunza asili pia ya mkoa wetu. Kama vile nilivyotambulishwa, mimi ni mstahiki meya lakini pia diwani wa kata ya Mateka. Naitwa Abraham Egino Mbunda. Nipo hapa kwa mwaliko ambao nafikiri ni jambo la maana katika maisha ya binadamu. Lazima tuzingatie maji. Maji ni uhai, na kauli mbiu ambayo inasemwa ni sahihi, maji ni jinsia, si ndivyo? Kwa hiyo nafikiri kauli mbiu pia inaakisi uhalisia. Jinsia haijasema kama ni ya kike au ya kiume, ila imesema tu ni jinsia. Kwa maana ya kwamba binadamu anategemea sana maji. Lakini kwa tukio hili ambalo lipo kidunia nzima, kwa maana ya kwamba tarehe 16 mpaka tarehe 22 ni siku muhimu kwa binadamu ambao tupo duniani, na lengo kubwa tuendelee kuishi tukitegemea sana maji. Lakini si kwa sababu gani? Kwa sababu tuna maji mengi, kwa hiyo mabomba wakati mwingine yanazidiwa, si ndivyo? Lakini niseme katika hili, niwaombe pia mchukue nafasi kuwatembelea hata waheshimiwa madiwani katika kata zao, ili kusudi wapewe pia elimu ya kuweza kuwahimiza watu wapande miti. Maana kuna kata zingine unakuta kunakuwa na jangwa kabisa. Lakini pia hata elimu iendelee kutolewa, si tu kwa wakati huu wa sasa, lakini pia hata wakati mwingine tengeneze program ambayo itawasaidia wananchi kuweza kupata elimu ya mara kwa mara kwa ajili ya upandaji miti. Lakini kwa nafasi hii pia najua nawakilisha madiwani wote katika mkoa wa Ruvuma, na mimi naendelea kuwaasa ili waweze kuendelea kuhimiza wananchi waweze kupanda miti. Kwa kusema hilo, nawapongeza sana. Kama tunavyofahamu, tuko katika maadhimisho ya wiki ya maji duniani, ambapo kila mwaka tunaadhimisha kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 ambayo ni kilele. Na kwa mkoa wetu hapa wa Ruvuma kuna shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kama wadau wa maji. Lakini kama SOASA tumekuwa na ratiba mbalimbali kuanzia tarehe 16 na tunaendelea nazo mpaka katika siku ya kilele ambayo ni tarehe 22. Na ratiba ya leo ilikuwa ni swala zima la upandaji wa miti. Kwa hiyo tuna mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Mstahiki Meya ambaye amekuja kushirikiana nasi katika zoezi hili muhimu la upandaji wa miti. Kama tunavyofahamu, maji ni rasilimali muhimu sana, na tunafahamu umuhimu wa miti katika swala zima la mazingira na kutusaidia katika utunzaji wa vyanzo vya maji. Ndio maana tunafanya hili zoezi mara kwa mara. Kwa jina naitwa Jafari Yahya Kinjambani, mhandisi, pia ni mkaimu mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira. Leo tupo katika bonde la Ruhila hapa eneo kata ya Seed Farm katika manispaa ya Songea katika zoezi zima la kupanda miti. Mamlaka kwa kushirikiana na manispaa imekuwa ikifanya zoezi hili la upandaji wa miti kila mwaka ili kulinda vyanzo vyetu vya maji. Na leo katika kupanda miti tumepanda miti 500 katika eneo hili la bonde la Ruhila ili liweze kusaidia kulinda katika chanzo, kwani hapa ndio tupo katika chanzo kikuu cha maji katika manispaa yetu ya Songea. Kwa hiyo katika wiki ya maji tuna matukio mbalimbali ambayo tunaweza kuyafanya. Tumeanza na uelimishaji kwenye kupitia programu za radio. Tutakuwa na zoezi la upandaji wa miti ambalo leo tumeweza kufanya. Pia tutakuwa na zoezi la ugawaji wa tuzo kwa wadau wetu wa maji katika manispaa ya Songea ambalo litafanyika siku ya kesho Alhamisi tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2026. Sababu tunajua hapa katika bonde letu tunapata changamoto ya moto na lipo karibu na makazi ya watu, kwa hiyo kuna shughuli za kibinadamu ambazo huwa zinafanyika. Sasa sisi tunawaasa wananchi wa manispaa Songea tulinde vyanzo vyetu vya maji kutochoma moto. Hiyo ni adui mkubwa sana, kwa sababu zoezi hili miti tukipanda leo na ikiungua moto inakuwa kazi yote ni sifuri. Kwa hiyo tunawaasa wenzetu atunze vyanzo
vyetu vya maji hivi wasichome moto misitu yetu ovyo katika manispaa ya Songea, kwani ni kosa kisheria na pia inaharibu mazingira. Na tatu, hivi vyanzo ni kwa faida ya wananchi wenyewe wa manispaa ya Songea, kwa sababu tunategemea maji kutoka katika vyanzo vyetu hivi. Kuwapa elimu ya nzima ya wiki ya maji na shughuli gani SOWASA inafanya katika wiki ya maji na katika siku zote za kutoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika manispaa ya Songea. Ni kweli tuna changamoto baadhi ya maeneo, kwa hiyo tunawaambia wananchi maeneo yale yenye changamoto ili waweze kuelewa na kuweza kufahamu changamoto gani mamlaka yao inaikabili katika kutoa huduma za maji safi na usafi wa mazingira.